ambacho kimfanya asiwe bingwa wakati huo ilikuwa ni mtu ambaye anashindana naye. Msimu uliopita pia mechi ya mwisho ndio imeenda kuamua bingwa. Na wakati wanaenda kwenye ule mchezo tofauti ilikuwa ni alama moja. Baada ya Yanga kushinda gap likala alama 4. Wanake kwamba msimu ulikuja kumaliziwa na mechi ya mwisho. Kilichomfanya Simba msimu uliopita asiwe bingwa sio issue ubora wake yeye kwa nafasi yake, kwa timu aliyokuwa nayo, kila kitu kilifanyika kwa usahihi kwa asilimia kubwa. Kilichomfanya yeye asiwe bingwa ni mpinzani wake mbele kwa Yanga Africans. Kwa hata msimu huu Yanga bado yuko pale. Ni michezo miwili hii Yanga ameshinda mmoja, sare mchezo mmoja. Ndio. Na sema ambayo amesale ni sema ambayo kwa historia almost miaka 7 hajashinda pale soka ya Mbeya City. Kwa sio kwamba sio kitu kigeni. Katika hiyo miaka 7 kuna miaka mitatu ni miwili amecheza pale ambayo ilikuwa ni ya ubingwa ambayo Yanga hajashinda, lakini anaweza kuwa bingwa kwenye uwanja ambao ni mgumu, ni uwanja ambao hata kwa yeye Simba kuchukua alama kwa Mbeya City pale inakuwa ni shughuli. Wote tunajua kwa hilo lipo. Kwa hiyo kwenye michezo miwili bado kwangu mimi haiwezi kunipa picha kwamba labda Simba wao kwa kiasi gani na nafasi ya kuwa mabingwa au ni rahisi kiasi gani, ambacho nakiona bado itakuwa ni safari ngumu sana. Kitu gani ambacho misimu hii ambayo Yanga amechukua ubingwa aliwazidi Simba, na Simba ambacho kikitazama kichukua kama case state wanaweza wakasawazisha pale ambapo walikwama kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo? Yezana wao na vitu vingi vya nje ya uwanja, lakini cha kwanza au kikubwa na pekee kwangu mimi ni issue ubora. Basi. Yaani ipo hapo tu kwenye ubora. Hivyo vingine kwangu mimi vina nafasi ndogo sana. Kwa hiyo Simba ili aweze kushindana na Yanga, maana yake inahitaji kupandisha ubora wake wa timu ambayo ipo nayo ili aweze kushindana. Kwa maana nimekupa kesi hizo mbili ya msimu uliopita na msimu 2023 22-23. Ni misimu ambayo Simba alizidiwa sehemu ndogo tu ambao hiyo ni ubora. Kwa mfano ule msimu wa 2022-23 Simba alikuwa na sare nyingi kuliko Yanga. Okay. Japokuwa michezo Yanga alipoteza mingi. Kwenye zile sare ambazo Simba alikuwa anaangusha alama ni mechi ambazo ndio mechi ambazo Nabi alikuwa akipata bao moja tu, funga milango, mechi inakuwa imeishia pale. Lakini Simba anakuta hizo mchezo ndo anadondosha alama, na mfano ni mchezo miwili, ni mchezo mmoja zidi ya Azam. Ni mchezo mzunguko wa pili ambao yeye ndo alitafuta sana. Ni mchezo ambao maybe ungekuwa na ubora zaidi angeweza kupata ushindi na isingekuwa ni hali ambayo ilikuwepo. Lakini pia mechi zidi ya Namungo ni miongoni mwa mechi ambazo zilimfanya yeye aweze kupoteza ubingwa. Msimu uliopita pia kila kitu kutokana na ubora ambao alikuwa nao kilifanyika. Lakini kuna maeneo ambayo ubora sasa ulifika mwishoni. Simba akashindwa kuweza kuokota alama kwenye baadhi ya michezo. Ikiwa mechi zidi ya Azam mzunguko wa pili, mechi zidi ya Fountain Gate na matukio mengine kama hayo. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo kwa mimi naamini kubwa ambayo kwa hii misimu minne Simba imefanya apoteze au washinde kutoa ubingwa mbele ya mshindani wake mbele ni Yanga ni issue ubora. Kwa hili hao bingwa kwanza inabidi apandishe ubora wake, lakini cha pili kwa sababu unapopandisha wewe ubora pia inategemea na ambaye unacheza naye. Inawezekana ukapandisha ubora naye akapandisha ubora vile vile. Kwa bado mtaendelea kushindana. Kwa hiyo hili afanikiwe wakati yeye anapandisha ubora pia ni namna gani ambavyo mpinzani wake anakuwa anashuka. Ukizingatia timu za Tanzania mara nyingi zilivyo huwa zinaishi kama daiwaka, lazima ufanye kazi siku hiyo na ule siku hiyo. Okay. Kwa maana kwamba ni ngumu sana kuona kwenye hizi timu kuna mlisishano wa vizazi. Ni kwamba baada ya Djigui Diarra tunamwona golikipa fulani yule anaweza kavaa viatu vya Diarra, ambaye ukimkadiria kwa ubora wake kwamba yule baada ya miaka 2-3 anaweza kaa kama Diarra au anamkaribia Diarra. Hiyo ni ngumu kuona. Unakuta kuna golikipa namba 2 yupo pale ambaye kwa uwezo ambao yuko nao humuoni kwamba baada ya miaka 3 atakuwa amekuwa afiki kwa Diarra. Simba alikuwa na Alisalim pale. Alisalim ifika wakati watu wanasema amedumaa akui kwa sababu bora uongezeke. Sio kama amedumaa, wewe ndio uwezo wake kwa pale. Msimu huu ameamua kumtoa kuachana naye ameenda Dodoma Jiji. Kwa hiyo shida ambayo huwa inatokea huwa nizifanya hizi timu pale ambapo zimeenda kwa muda mrefu kwenye kipindi cha mafanikio, wakishafika kileleni sasa wale ambao walikuwa nao wakianza kuchoka, timu inaanguka. Kwa ili ujijenge tena upya, urejee kwenye ushindani, ndio maana wewe unachukua muda mwingi sana. Unaweza kama misimu 4, unaweza kama misimu 5. Sababu Simba nakumbuka kabla ya kutawala hii misimu 4 walikaa misimu 5 bila kombe. Okay. Bila bingwa wa ligi. Tangu msimu 2011-12 hadi msimu 2017-18. Misimu 5. Hapa katikati Yanga ichukua mara 4 na Azam mara 1. Kwa hiyo kwa nini? Ni kwa sababu hicho. Lakini ingetokea hizi timu zina uwezo wa kuweza kutengeneza mbadilishano mzuri wa vizazi. Yaani wakati
huyu Mayele anaelekea mwishoni, tunamwona kuna mtu mwingine ambaye ameendelea, mbona naamini baada ya muda kadhaa anaweza akachukua nafasi. Huwa ni rahisi sana kuweza kutunza ubora, lakini ubora ni mgumu kwa sababu hawa watu wanakuwa hawapatikani. Kwa hata maisha ambayo Simba anaishi hivi sasa ni kutokana na kwamba kipindi yeye anatawala hakutengeneza mazingira mazuri ya kuweza kubadilishana vizazi. Kipindi akina Boko anaelekea mwishoni, nani anakuja katikati mwingine hapa? Kipindi akina Estoniano anaelekea mwishoni, ukiachana na Simba, nani anakuja mwingine hapa? Klabu gani nyingine ambayo imefanya huo mrithishano wa vizazi kwa Tanzania? Sio Tanzania tu, Afrika kote. Hakuna timu zinafanya hivyo. Okay. Yani ndo maisha ya timu za Afrika zilivyo. Ndio maana rahisi tu msimu ukiisha, thank you 10 wanaingia 10. Kwa sababu hakuna mazingira mazuri ambayo yametengenezwa ya kubadilishana vizazi, kwamba anavoisha huyu anakuja mtu mwingine. Yani maana kufanya sajili nyingi, maana yake huna uhakika na waliopo kama wanaweza kudumu kwa muda mrefu. Unafanya sajili nyingi, maana yake unaenda kujaribu tuone hawa watafanya kitu gani. Ndio maisha yalivyo hivyo. Kwa hata Yanga na voice hivi sasa, inawezekana sajili nyingi za Yanga zisionekana kama zimefeli kwa sababu tayari kuna msingi upo. Lakini vipi huu msingi hawa wachezaji wakiwa wanaelekea mwishoni? Unamwona nani ambaye anakuja kuingia na baadhi ya maeneo. Mfano mzuri tu alivyoondoka Fiston Mayele. Yanga hapo ameshaga mpaka Dube. Ndio. Na Dube mwenyewe bado hajafikia matarajio ambayo wengi walimwekea kama ilivyokuwa Fiston Mayele. Kwa sababu baada ya kuondoka Mayele, hapo watu akaja mtu mmoja anaitwa Hafizi Konkoni kutoka Ghana, ikagoma. Mzizi ule msimu wa kwanza ambao ndo msimu wake full wa kwanza iligoma. Ikabidi waende kwa Dube. Dube naye mwanzo wa msimu ionekana imegoma mpaka baadaye voja ukaa sawa, ikawa angalau. Lakini hapo pia hawajalizika na issue ya Dube, wameenda Afrika Kusini kwa Andy Boyle. Kwa nini? Kwa sababu kipindi Mayele yupo, Yanga walikuwa relax na washambuliaji. Walikuwa haleti watu ambao wanaweza kwamba huyu Mayele akitoka basi huyu akiingia hapa inawezekana hii timu kaenda. Ndio maisha ya timu za Afrika ziko hivyo. Na ndio maana huwa inachukua muda mrefu timu ikianguka kurudi kwenye ushindani. Amisa Sajigu amezungumza kuhusiana na kile ambacho kimewafilisha Simba kwa misimu hivi karibuni kuweza kucompete na Young Africans ambaye ndiye ametawala soka la Tanzania. Ukitazama kwa kile ambacho wamekidhamiria Simba kukifanya msimu huu, ushindani unaoona uko wapi hasa? Ni Yanga ambaye anatetea mataji, Azam ambaye wana kocha bora, ama Singida Black Stars ambao wanajitafuta katika soka la Tanzania? Okay, kwangu mimi bado mshindani wa Simba atabaki kwa Yanga. Si Singida, si Azam. Na hata wakitokea waka washindani wa Simba, basi itakuwa fluke kama tu ambavyo ilikuwa fluke msimu 23 24. Azam akamaliza pale nafasi ya pili kutokana na hali ambayo alikuwa nayo Simba. Ilikuwa ni hali mbaya sana ambayo kama Azam wangesingeweza kumaliza katika nafasi ile, basi tena kwa goal difference na nafasi ilikuja kuamuliwa jioni kabisa. Yani sio kama alishajipatia kabisa kwamba zibaki labda mechi 2-3 iko nafasi ya pili. Kwa hiyo kwangu kama ilikuwa ni Simba ambayo ilikuwa katika hali mbaya sana, katika hali ngumu mno, lakini bado Azam walistruggle kukaa katika nafasi ya pili na kumshinda Simba Sports, bado kwangu haiwezi siwezi nikakaa hapa nikasema kwamba labda Simba na mpinzani mwingine zaidi ya hawa. Ikitokea ni fluke kama ambavyo ilikuwa na Singida, sasa hivi ni timu ambayo inaelekea kutafuta ukubwa wake. Kwa hiyo hata hiyo kwao naamini hawatamani kujiweka. Inawezekana sasa hivi wao kwenye media kwa wanazungumza labda tunahitaji labda tumeweza nafasi ya kwanza au ya pili, lakini kiuhalisia timu yao sasa hivi haihitaji pressure kwa sababu ndio inaelekea katika huo ukubwa na ni kutokana na uwekezaji ambao wameufanya. Kwa hiyo kwangu mimi Azam bado simweki katika nafasi hiyo ya kuwa mshindani wa Simba, wala Singida Black Stars simweki katika nafasi hiyo ya kuwa mshindani wa Simba, kwa sababu Azam amekuepo hapa mara zote lakini ameshindwa kumpiku Simba katika nafasi hiyo. Kwangu mimi mshindani halisi wa Simba atabakia kuwa ni Young Africans ambaye yupo pale, quality ambayo alikuwa nayo msimu jana ameweza kuimaintain. Baadhi ya qualities ambazo zimeondoka ameongeza watu katika nafasi hiyo. Na hata sasa hivi ukiangalia Yanga ambayo imekuwa ikistruggle chini ya Roman Falls toka msimu ambapo umeanza, huioni Yanga ambayo ina struggle kwa sababu labda inakosa quality, hapana, lakini unaiona ni Yanga ambayo ina struggle kutokana na kile ambacho mkufunzi wao anakipeleka kwa wachezaji. Yani huioni ni Yanga ambayo labda ina struggle labda ni Young Africans ambayo upande wa kushoto wanakosa mchezaji ambaye labda ni winga wa kushoto mwenye quality ya kucheza kule, au sio wanakosa namba 10 ambaye ana quality ya kucheza pale, au sio anakosa sijui mshambuliaji wakati ambaye ana quality ya kucheza pale ambaye msimu jana alikuwepo, leo hii hayupo. Hapana, quality ipo pale na wameongeza quality. Ambacho ana struggle Young Africans sasa hivi ni kwenye eneo la coaching, kwamba kile ambacho mwalimu anakitoa sasa kwenda kwa wachezaji ni kama kuna mkanganyiko, kwamba mwalimu anahitaji timu yake icheze kwa namna hii, lakini unaona wachezaji kama kuna uzito fulani kwenye kuweza kukiimplement kile ambacho mwalimu anakihitaji, ni mkanganyiko. Unaona kuna mkanganyiko kwenye kikosi cha Yanga kwenye kile ambacho mwalimu anakifundisha, yani mwalimu ambacho anakihitaji, sababu Wastara
Ukiangalia the way ambapo Young Africans wanacheza, idea mwalimu unaiona, lakini sasa wachezaji namna ambapo wanayatekeleza hayo majukumu ndio unaona kuna uzito. Kwa hiyo inakupa picha ya kwamba automatically kama ni timu ambayo msimu jana ilikuwa na quality ya namna hiyo na msimu huu imebaki na wameongeza, siwezi nikakaa hapa nikasema labda kikosi ndio kenye shida au wachezaji ndio wenye shida. Shida itabakia kuwa kwa mwalimu kwamba yeye ndio ambaye ameshindwa kuweza kukiongoza kikosi hiki ambacho kilikuwa bora msimu jana.